Okay, karibu tena katika mwendelezo wa mada zetu, na tulikuwa tumezungumza kipindi kilichopita kuhusu sababu ambazo zinapelekea mimba zinatunga nje ya kizazi. Tukazungumza vitu vingi sana, tukazungumzia vitu vitano. Tulianza kuzungumza kuhusu mirija, tukazungumza kuhusu PID, tukazungumza kuhusu historia, tukazungumza kuhusu upasuaji, tukazungumza kuhusu matatizo ya homoni, na tutamalizia hizi sababu tano zilizobaki. Sababu ya kwanza, ya tano, ya sita, tuseme ya sita iliyobaki, tunakusudia uvutaji wa sigara. Uvutaji wa sigara kwa mwanamke ni hatari sana na unapelekea kuharibu mapafu, lakini pia kuchochea uzazi, kupelekea changamoto ya uzazi, hasa mimba. Mwanamke anapokuwa anashindwa kupata ujauzito kwa sababu ya kutumia sigara. Sigara zina caffeine, zina affect mzunguko wa damu, zina affect hormone, zina affect vitu vingi. Kwa wanapokuwa wanatumia, inampelekea changamoto kuwa kubwa sana, na mimba hatimaye kuweza kutunga nje ya kizazi na kudondoka. Lakini pia uzazi wa mpango, ukiwa ni mtu ambaye kutumia uzazi wa mpango, unaingia katika hatari sana, kwa sababu ukitumia uzazi wa mpango hasa wa kisasa, unakuwa mfano wewe umeshika ujauzito na kushika ujauzito na ukatumia uzazi wa mpango kutoa, ukatumia labda vidonge, aidha sindano au vitu vingine. Ulivyokuja kutumia ile mfumo ule, mfano wa vidonge, ukaingia kwenye changamoto ya kutumia mfano vidonge. Kidonge kimoja kinakuathiri kwa takriban kwa zaidi ya miaka mitatu. Kwa hiyo unajiuliza, kidonge ulichokitumia kwa muda wa mwezi mmoja, kila siku kimoja, inakuathiri kwa muda gani? Jiulize hilo swali. Kwa mfano umetumia vidonge kwa mwezi mzima, imekuathiri kwa muda gani? Naongea na wewe hapo. Jibu unalo. Sasa chukulia hata mfano mdogo, labda vinaathiri labda kwa miezi mitatu, kila kidonge kimoja. Jiulize, wewe umetumia kwa mwaka mzima, miaka mitatu, inamaanisha wewe unaingia katika 3 mara 3, maana yake miaka 9. Wewe utakuwa unapata ujauzito kwa miaka 9. Changamoto inakuwa ni kubwa sana, na kadri unazidi kuiacha inazidi kuathiri pakubwa zaidi. Ukiwa tunakusudia iko hivi. Kuna homoni za kike na za kiume. Tueleze kwa ufupi ili kwa uelewa, lakini kuna homoni za kike na za kiume. Kwa hiyo wewe unapokuwa unatumia uzazi wa mpango, au wanasema wenyewe luku, ukitumia mfano luku, tufiche ukali wa maneno, ukitumia mfano luku, wewe luku unayotumia, mfano hizi ni homoni za kike, hizi ni homoni za kiume, inamaanisha unapandisha homoni za kiume zaidi, afu za kike unazishusha. Ndio maana mwili wako unakuwa unakataa kila kitu. Wewe ukiwa ukishikwa na mwenzako unakuwa kama uko umeshikwa na babako, ukishikwa na nani unakuwa kama umeshikwa na dadako, lakini sio mume wako au sio mpenzi wako, hali ambayo inapelekea hisia zinakata. Lakini ujauzito unakuwa mtihani, uti unakuwa ni mdogo au upati kabisa, unachubuka, unaumia, unapata maumivu makali. Lakini ukitumia uzazi wa mpango kama huo, unakuwa unakuathiri pakubwa sana, kwa sababu mwili wako unakuwa unashindwa kujitambua. Lakini pia uzazi wa mpango unaathiri pakubwa sana, na kuathiri kusababisha hata mauvimbe, kusababisha na vitu vingine vingi sana. Tutakuja kuzungumza vizuri kuhusu uzazi wa mpango na ukoje, na kwa nini unafanya vipi, na kwa nini unaathiri vipi, na unachochea vipi, na unasababisha kitu gani, na ukitumia kwa muda gani, na kitu gani utumie, kitu gani cha asili. Tutakuja kuzungumza kuna dawa zipo za asili za kutumia ili kuweza kushika ujauzito, ambapo baba anaweza akatumia nusu saa kabla kukutana na wewe, lakini mama pia anaweza akatumia saa moja au nusu saa kabla kukutana na baba. Hatimaye anashindwa kushika ujauzito hapo, hata kama bila kuathiri kitu chochote kwa muda huo. Sasa kitu kingine ambacho tukizungumzia kitakuwa ni kitu cha 8. Yai inakuwa ni yai la uzazi linapokuwa yai la uzazi kushindwa kufika kwenye yai la uzazi linakuwa linashindwa kufika kwenye sehemu yake ambayo linapotakiwa kuwepo. Mfano, yai linapokuwa linasafiri la uzazi linatakiwa lifike katika sehemu yake ili liweze kuanza kukua. Kwa linashindwa kufika kwa sababu ya changamoto mbalimbali. Hiyo inapelekea mvurugiko wa hormone, au inapelekea uzazi unakuwa unashindwa kukua, ujauzito unashindwa kukua, au ujauzito unakuwa nje ya kizazi, na hatimaye unakuwa unadondoka.
au yai la uzazi linakuwa dhaifu, linashindwa kufika vizuri, linashindwa kutembea vizuri, na hatimaye mtu anashindwa kushika ujauzito. Lakini pia kitu kingine cha 9, tunakusudia hapa maumbile ya mtu kuzaliwa nayo. Kuna wanawake wengine wamezaliwa mfuko wao wa mayai unakuwa ni mdogo au hawana kabisa. Hata huyo akifanya vipi, mshikaji wake wa mimba unakuwa ni mtihani sana kuweza kushika. Kwa hiyo huyo mtu anatakiwa apate matibabu kwa ajili kwanza ya kuanza kuzalisha mfuko wake wa mayai, lakini pia kuzalisha mfumo wake wa uzazi aweze kushika ujauzito kwa urahisi na wepesi zaidi. Lakini pia sababu nyingine inaweza kuwa pia ni umri. Sababu ya 10 inaweza pia kuwa ni umri. Una umri mkubwa, miaka 40 na kitu, miaka 50 na kitu, miaka 60 au miaka 57, yani shote kuanzia miaka 35 ni watu ambao wanaingia kwenye hatari sana ya kuweza kuingia kwenye changamoto kubwa sana ya kushindwa kuweza ujauzito kuweza kukua vizuri na hatimaye ujauzito kudondoka au kutunga nje ya uzazi. Kwa hiyo hizi ni sababu 10 ambazo nimezielezea zote kwa siku ya leo. Kwa hiyo nadhani umejifunza kitu, umepata kitu kidogo kujua kitu gani ambacho kinachoweza kusababisha, au pengine sio wewe au ni mtu ambaye unamfahamu ana changamoto kama hizi 2 3 tulizoziongea hapa. Kwa hiyo unaweza ukacomment, ukashare, ukasubscribe, lakini pia usisahau kushare na mtu ambaye unatamani ajue hichi kitu ambacho umekijua leo. Pengine huenda ulikuwa hujui kwamba umri mkubwa unasababisha mimba kutunga nje ya kizazi. Ulikuwa hujui kama uzazi wa mpango unasababisha mimba kutunga nje ya kizazi. Ulikuwa hujui kama uvutaji wa sigara unasababisha mimba kutunga nje ya kizazi. Lakini mada nyingine zinazokuja tutazungumzia kuhusu uzazi wa mpango, tutakuja kuzungumzia kuhusu lifestyle gani ambazo zinakusababisha unashindwa kushika ujauzito. Asante sana, Mungu akubariki. Hakikisha una share na una subscribe hapo chini.